Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa mwaka 2025-2026 hatua ya makundi. Tunakwenda siku ya leo kutazama msimamo wa kundi B, kundi ambalo linaundwa na klabu ya soka Yanga Sports Club kutokea katika nchi ya Tanzania, Al Ahly Cairo kutokea pale nchini Misri, bila kusahau klabu ya soka ya JS Kabylie kutokea katika nchi ya Algeria na klabu ya soka ya AS FAR Rabat kutokea katika nchi ya Morocco, ambapo vilabu hivi vyote ni vilabu vikubwa barani Afrika. Fahamu tunashuhudia katika mechi za mzunguko wa pili ambazo zimechezwa Novemba 28 mwaka 2025. Young Africans walikuwa nchini Algeria wakicheza dhidi ya JS Kabylie, mchezo ambao ulimalizika kwa Young Africans kuweza kutoa sare ya 0-0 na kuweza kuvuna alama moja. Lakini mchezo uliofuatia ni mchezo ambao ulikutanisha Al Ahly wakiwa ugenini pale nchini Morocco wakicheza dhidi ya AS FAR Rabat, mchezo ambao nao pia ulikuwa ni wa kuvutia kweli kweli, kwa sababu timu hizi zote tunafahamu ukanda wa Morocco na ukanda katika nchi ya Misri ni timu ambazo zikikutana zinakuwa na upinzani mkali. Mechi ambayo ilikuwa na utata mkubwa, lakini ilimalizika kwa sare ya bao 1-1. Sasa tunakwenda kutazama msimamo jinsi ambavyo umekaa mpaka sasa mara baada ya mechi za mzunguko wa pili kuweza kukamilika. Tukienda kutazama msimamo jinsi ulivyo, tunashuhudia klabu inayoburuza mkia ya nafasi ya 4 ni JS Kabylie kutokea katika nchi ya Algeria, ambapo JS Kabylie wamecheza michezo miwili. Katika michezo miwili hawajashinda mchezo wote, wakitoa sare mchezo mmoja na wao wakipoteza mchezo mmoja, wakifunga bao moja pekee, huku wao wakifungwa mabao 4. Kiufupi JS Kabylie wanadaiwa mabao 3 wakiwa na alama moja, wakiwa wanaburuza mkia. Katika nafasi ya tatu, anayekamata nafasi ya tatu ni AS FAR Rabat kutokea nchini Morocco, ambapo FAR Rabat amecheza michezo miwili. Katika mchezo hii miwili amedraw mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja. AS FAR Rabat amefunga bao moja na yeye kufungwa mabao 2, anadaiwa bao moja akiwa na alama moja katika nafasi ya tatu. Nafasi ya pili yuko Young Africans Soccer Club kutokea Tanzania, yani wananchi Yanga wapo katika nafasi ya pili. Yanga wamecheza michezo miwili, wakishinda mchezo mmoja, sare mchezo mmoja, wakifunga bao moja pekee pasipo kuruhusu bao lolote, wakiwa na alama 4 katika nafasi ya pili ya msimamo wa hili kundi B. Anayeongoza kundi ni Al Ahly kutokea katika nchi ya Misri, ambapo Al Ahly bwana amecheza michezo miwili. Katika michezo yake miwili ameshinda mchezo mmoja na kutoa sare mchezo mmoja, akifunga mabao 5 na kuruhusu mabao 2. Ana faida mabao 3 na alama 4 akiwa anaongoza kundi. Faida ambayo inaonekana katika kundi hili, klabu ambayo imefungwa mabao mengi mpaka sasa ni JS Kabylie wakiruhusu mabao 4. Klabu ambayo haijaruhusu bao, yani nyavu zake kutikisika, kwa maana kwamba na ukuta mzuri, ni Yanga. Mpaka sasa Yanga hawajaruhusu bao lolote, lakini klabu ambayo imefunga mabao mengi ni Al Ahly wakiwa wamefunga mabao 5 katika kundi hili B. Kwa hiyo ni kundi ambalo lina vilabu ambavyo yoyote mpaka sasa anaweza kuqualify katika mechi hizi za mzunguko wa pili, ambapo bado zimebakia mechi 4. Fahamu mechi nyingine zinazofuatia, mechi za mzunguko wa tatu, tarehe 23 mwezi wa kwanza 2024 JS Kabylie Algeria watakuwa nyumbani kwao wakikaribisha AS FAR Rabat kutokea nchini Morocco. Alafu tarehe 24 ya mwezi wa kwanza 2026 Al Ahly kutokea nchini Misri watakuwa nyumbani kwao pale Cairo wakicheza dhidi ya Young Africans tarehe 24. Kwa hiyo tunaona Yanga mechi yake ya mzunguko wa tatu anakwenda kukutana na klabu ya soka ya Al Ahly, na akimaliza mchezo huo Februari atarejea katika ardhi ya Tanzania, ambapo nashuhudia Februari au tarehe 30 hivi ya mwezi wa kwanza atakuja kucheza tena marejeano
na Al Ahly. Kwa mechi za mzunguko wa pili zitaanza kuchezwa. Kwa hiyo tunaona huo ndio msimamo jinsi ulivyo na mechi jinsi ambavyo zinazofuatia. Tuambie neno la comment kwa jinsi msimamo ulivyo. Ni vilabu viwili tu pekee vinavyotakiwa kuqualify. Je, ni timu zipi ambazo unaziona zitakwenda hatua ya robo finali? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.